Fite ni no gukabya ni na gukeya. Karibu mtazamaji wa Zone Media, na hapa moja kwa moja naelekea nchini Rwanda ambapo Rais Paul Kagame amelaumu nchi jirani ya Burundi kwa kuongeza mvutano katika mgogoro ambao umechukua miongo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema zaidi ya wanajeshi 20,000 wa Burundi wametumwa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini na wamekuwa wakishambulia raia. Akizungumza Jumatano Desemba 11 wakati wa kuapishwa kwa baadhi ya maafisa wapya wa serikali, Kagame alisema uwepo wa wanajeshi wa Burundi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa ndio chanzo kikubwa cha vurugu, huku Rwanda ikiendelea kulaumiwa na jumuiya ya kimataifa. Alisema Burundi imepeleka maelfu ya wanajeshi katika maeneo muhimu ikiwa ni pamoja na Uvira, Kalimi, Kindu, Walikale na Kisangani, na kwamba wanajeshi hao hawapo tu bali wanashiriki moja kwa moja katika mapigano dhidi ya jamii ya Banyamulenge. Kagame alisema ni jambo la kujiuliza Burundi inafanya nini katika maeneo kama Minembwe ambako wanajeshi wake wanadaiwa kushambulia na kuua wakazi. Licha ya uwepo huo wa wanajeshi wa Burundi, Kagame alisema jumuiya ya kimataifa ilikuwa ya kwanza kuilaumu Rwanda baada ya waasi wa M23 kuteka mji wa Uvira. Alisema Rwanda sasa inabeba lawama, vitisho na vikwazo vya sababu ambayo kila mtu anaifahamu lakini anaamua kuipuuza. Kagame aliongeza kuwa alizungumza moja kwa moja na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuhusu majeshi ya Burundi kubaki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya jeshi la kikanda la Jumuiya ya Afrika Mashariki EACRF kuondolewa mwaka 2023. Alisema alimhoji Ndayishimiye juu ya uwepo wa majeshi ya Burundi katika maeneo ya mbali kama Goma na Rushuru ambayo hayapo karibu na maeneo ya Kivu Kusini ambako Burundi ilidai usalama wake unatishiwa, lakini Ndayishimiye alikana taarifa hizo. Kagame alisema ushahidi wa uwepo huo ulithibitishwa muda mfupi baadaye. Rais Kagame pia alisema kuwa majeshi ya Burundi yanafanya operesheni pamoja na jeshi la Kongo FARDC pamoja na wanamgambo FDLR ambao ni kundi la kigaidi linaloungwa mkono na serikali ya Kinshasa na linaundwa na waliobaki kutoka kundi lililohusika na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Kuhusu juhudi za upatanishi, Kagame alisema Rwanda iliingilia kati kuwasihi M23 waondoke Walikale na kwa ahadi kwamba kungekuwa na mazungumzo ya amani, lakini mara tu M23 walipoondoka, jeshi la Kongo na washirika wao walirudi na kushambulia tena. Aliyakataa madai kwamba mapigano yalianza baada ya Rwanda kusaini mkataba wa Washington tarehe 4 Desemba, akisisitiza kuwa machafuko yalikuwa tayari yameanza kabla ya makubaliano hayo. Alisema Rwanda ilisaini kwa hiari na iko tayari kutekeleza wajibu wake, lakini akisisitiza kuwa kila upande lazima uwajibike. Jumanne Desemba 10, kundi la M23 lilitangaza kuuteka mji wa Uvira, mji muhimu katika Kivu Kusini, baada ya mapigano yaliyodumu kwa siku kadhaa tangu mapema Desemba. Uvira ni mji wa pili kwa ukubwa katika mkoa wa Kivu Kusini, huku mji mkuu wa mkoa huo Bukavu ukiwa chini ya udhibiti wa waasi tangu mwezi Februari. Kwa taarifa zaidi mtazamaji, usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.